Yo, mambo vipi? It's a boy Mr. Mpao, na kwenye mjengo leo niko na Jimmy Talanta kutoka Shanzu manze, Kiropotis finest, na unatazama Chili na Celeb ndani ya Shanzu TV. So let's go. So kwanza kabisa ningependa Jimmy Talanta ujitambulishe, yani kwa mwenye hajawahi kusikia, yani kama Jimmy Talanta ni nani, yani ningependa ujitambulishe yani. Au sio? Bwana Talanta, kabla haujanijua kama msanii, baba na mama walijua wamezaa kioo cha jamii, and that's why they decided to call me Jimmy. Wasema wapige spoken word yani bwana, hapo waandishi umetulia, maktaba iko full yani reloaded. I feel like tuna flow yani kama tuko kwa boot vile yani. Kila kitu iko sawa tu yani. When I decided to do spoken, they said my language is rotten, my English is broken, but hawakujua kwa system ya kujazwa token. Hii ni talent and that is where they were mistaken. Walidhania si waliokusudia, si walimvalisha dharau kama kikao kujua ntaulo. Nilifuta jasho kupitia hilo. Ona, mademo alinikwepo kwa njia kama za Marcelo, nilipofuata kanambia lo, wekaka utalamba lolo. Hii interview ni kama ishaisha bana. Yaani hata si lazima tuendelee, au sio? Bana interview ni nani? Sasa hii ngoma yako ya street anthem, yani idea ilitoa wapi? Yani ukafanya hii ngoma ya street anthem, lakini kama ni ulikuwa na pain fulani yani ilitoa pia idea na motivation ya kutoa ngoma. Idea street anthem, hii ni life kwa street. Hii ni maisha yetu tumepitia, ni vitu venye viko. Sema street anthem imeongelea pia kuhusu waandishi wetu kama wasanii wenye tuko kwa street na maisha yetu ambayo tunaendelea nao katika street, watu wengine wenye wako kwa street, mbali pia na usanii. Kuna vijana wengi ambao wanapitia maisha ya hapa na pale. So street anthem ni idea ilikujia baada ya kuangalia venye watu wanaishi katika street kisanaa na pia katika maisha ya ukweli, ndio tukapata idea street anthem. Wenyewe pia inaongelea pia maisha yangu kwa ndani kistep, upande mwingine wa waandishi, vitu vingine vile, na pia ni kama anthem kwa watu wengine vile. Na pia nikitazama kwenye hiyo video yani niliona bunduki baba, niliona mguu wa kuku. Sasa ile ni ukweli ama ni prop tu yani? Magia karili sana ile. Bwana, msanii anaweza kaimba pombe na wewe ukalea. Shanaelewa? Msanii anaweza kaimba mapenzi na wewe ukapenda. Haimaanishi kwa yule msanii labda akimba mapenzi yani mtu anapenda sana mapenzi, ama akimba pombe na anapenda sana kunywa. No, ni vitu venye viko katika jamii. Sio hata ukiona bunduki kwenye mziki, wewe jua bunduki iko kwenye jamii. Haimaanishi kwa ni ukweli ama ni uongo, jua vitu venye viko. So msanii anakuonyesha maisha ya ukweli ambayo yanaendelea katika jamii. Kwa hivyo kama ni bunduki, ujue kwenye jamii iko bunduki. Sasa ni ukweli ni uongo, kwanza unafaa urudi kwenye jamii uangalie kweli bunduki iko ni ya kweli ama ni uongo. Bwana. Sawa, alafu naona umesema sijui wa super ulipokuwa watu wa hizo freestyle wasema sijui wa super walinikataa sijui nini. Sasa wewe Jimmy Talanta uko na celebrity crush hapa, yani demo mwenye umemcrushia celebu Kenya ama worldwide? Bana, mimi nimecrushia mademo wote maselebu bwana. Mimi waga sina uchochote ingawa nataka yani una specific yani. Kama kwa muda huu mimi naona bado sijaona demo mwenye naweza crushia celeb yani niseme huyu ndo specifically eti naweza kanisema wote yani mimi nimewapatia tick yani wako sawa. Naona wanafanya tu vizuri sana, lakini tukiangalia upande kama vile Diana Code vizuri. Wasema wapenda ma bad bitches. Bwana, ni maisha ukweli. Maisha ukweli bwana, hiyo tu escape yani. Anafanya vizuri na nimependa pia kazi zake. Sio yeye peke yake, lakini kwa mimi yani ukimwangalia yeye yuko sawa. Alafu tena Jimmy Talanta, muziki yani kwako ni kama hobby ama ni kazi yani kabisa yenye yani ndio yani unategemea yani kutengeneza kipato yani? Muziki ni passion, mbali eti na kwa hobby nini kwangu ni passion, alafu pia kwangu ni kama profession upande mwingine. Na sana
tumebase katika kuhangaika na mambo mengine sana vile vile, lakini muziki kwangu imekuwa ni maisha yenyewe, ndio kila kitu kwangu. Katika kuishi kwangu naishi ni muziki, kufanya mambo mengine ni muziki na nini, ingawa utafutaji wangu sana sana uko katika vitu vingine, lakini hivyo vyote ni kwa sababu support muziki. So muziki kwangu ni kila kitu yani bro. Sasa nikuulize mfano ungepata kama mchongo wa laki hivi, yani wapigwa kama laki kila mwezi, yani uachane na muziki kabisa, ungekubali? Uongo, kwa sababu kwenye malengo yangu hiyo laki ni kidogo sana. Mimi labda kwenye kila mwezi ingelikuwa naingiza kama mita ama hiyo ndio ningesema eti naweza nikaacha muziki kutoka, lakini eti laki bado kuna vitu vingi ambavyo tunaangalia zaidi ya hiyo laki bro. Kwa hivyo wasema wewe wa aim for the sky, ndio? Na aim big yani, aim mbali sana, siangalii tu hapa. Kuna mambo mengi kwanza kuzingatia apart from vitu vingine yani, especially kwa muziki. Alafu pia tukiangalia wanamuziki wengi sana sana huku Mombasa, huku Mwambao, yani hawapati support yani kutoka kwa familia yao yani, si ndio? Yani family members wanaona kama majoka. Mtu akiamua kufanya muziki, family member wanaangambia udogo amekosa form yani. Sasa wewe familia yako ilichukuliaje ili swala la kuamua kufanya muziki yani? Okay, kuhusu muziki kwetu sidhani kama ilikuwa ni jambo kubwa sana, maana hata babangu mzazi alikuwa ni msanii wa nyimbo za kitamaduni, unaelewa? Na kulingana na ngoja nikukate, na ukisema kitamaduni yani unamaanisha tamaduni gani? Nyimbo za Mijikenda hizi, kitu kama Mwanzele, unaelewa? Yeye alikuwa ni mtu mwenye wapenda kuperform sana zaidi. So hata kitambo kwa waje wanione mimi nafanya muziki au kushtuka, maana alijua hicho ni kitu kipo yani. Sasa wana support kwa njia moja au nyingine na wanakubali kitu chenye nafanya. Hiyo ndio kitu yenye pia na appreciate sana. Big love to my family yani. Na kama ungependa kutoa shoutouts kwa family, yani nataka ni utoe shoutouts kiasi yani kwa family members yani. Big love sana to my mom, to my daddy, to my brother and my sister, Safkasti Brago, Fatma, Masi. Nawapenda sana. Tuko na Juma, my big brother huyo. Kuna Esther, big love sana, nawapenda na muendelee kusupport kazi zangu vile vile sana, mniombea. Ningependa tutoke yani kwa masuala ya muziki kiasi yani. Sasa currently kuna World Cup yenye inaendelea yani. Sasa wewe yani unaona nini kama Kenya yani tuzapatiwa chance ya kuhost World Cup in the next, kama hii World Cup kama 2030 2034 hapo, unaona nini kama Kenya tuko vizuri yani tumefikia hizo levels yani za kuhost World Cup yani? Kitu cha kwanza unafaa ujue kwa Kenya ni taifa tajika bro. Kenya ni kitu ambacho, Kenya ni nchi ambayo ina trend sana duniani. Sidhani kama kuna nchi ambayo hazijui Kenya. Shana, Kenya inajulikana bro, hata kuna viongozi wakubwa wakaanza kushuka wanaanza, wengi huanza kushuka hapa. Sisi tumetoa paka kina Barack Obama bro. Na pia kulingana na sema tumefikia, mimi nadhani uwezo upo tu. Anisema tunahitaji tu kuamua, lakini tunaweza tukahost. Ni venye tu pia vijana wetu wanafaa ngane sana kufikia ile level, especially wachezaji, ushaelewa? Lakini uwezo uko Kenya, mazeni taifa kubwa sana. Kenya uwezo ukalinganisha na mataifa mengine. Kenya si taifa la mchezo bro. Safi sana. Alafu sasa Jimmy Talanta, yani obviously umefanya kazi nyingi si ndio kimuziki yani? Sasa yani ni ngoma gani yenye yani umetoa yani yenye unaona haijapatiwa attention yenye ilikuwa yafaa kustahili yani kutoka kwa fans? Naona idea street anthem ni idea nzuri sana, na nimeshukuru wenye wameipokea pia, lakini bado haijafikia malengo yangu vile, kwa sababu pia inahitaji ifike mbali sana. Inahitaji tu ni jamaa waendelee kupush, waendelee kusupport yani kushare and whatever, na bado kuna vitu mob vinakuja, lakini street inahitaji people attention, maana ni idea kubwa, inafaa usikize ndani sana, skills, message, shaelewa? Ile idea iko na message mob sana pale kwa wasanii na kwa community kwa ujumla. So street anthem ni idea nzuri, na kama idea ya kwanza yangu ndo kama video yangu ya kwanza, ingawa kuko na spoken word pale inaitwa Confusion.
kuna idea nimefanya na Talon Mzmala inaitwa Msela, imeongelea maisha ya kweli, pia ina fight with attention, ambayo hiyo ndio idea yenyewe sasa hii iko, ingawa imerushwa kwa account ya Talon Mzmala, ni idea yake. Pale pia tumefanya kitu, tumeongelea maisha ya vijana kwenye street. Sema Msela ni mtu ambaye pia ni kama kijana ambaye anapitia maisha ya mtaani, ameishi. Tumezingatia vitu vingi kaenda kusikizia idea, so hizo pia ni idea zenye ziko sana fast break attention, naelewa. Kuna party song ile tumefanya na Piano 44, hiyo Nasty Kid 98, tumefanya Talons pia akiwa ndani, Rashokea akiwa ndani, tumefanya chorus kwa ndani. Hizo zina fast break attention na idea boom sana, siko poa. Alafu tena nikipenda kujua, yani wewe Jimmy Talanta uko under management ama uko kivyako? Jimmy Talanta kwa science standalone artist, shanaelewa. Mimi Mungu anani manage, shanaelewa. Na ingawa nyuma yangu kuna watu wengi sana ambao wale watu wanatarajia kuona vitu vinakuja vizuri, lakini kwa sahihi bado sijawekwa kwenye management. Hakuna mtu mwenye anaweza sema amenishikilia mkono kama manager wangu. Mwenye anani record, my personal producer is like my brother. Yeye sema tu ananisaidia saa nyingine padogo, ongezea hichi, fanya hichi, lakini siwezi sema amenimanage. Kwa jamaa kuwakumbusha kwamba shule bora, shule amazing, shule ambayo ni fresh sasa ni Shanzu Better Life Secondary School. Cheki kuna offer baba form 3 na grade 10. Alafu mwanangu ukifika pale admission bure, uniform bure, vitabu bure. Unajua nini ndio pesa? Fees peke yake. Sasa jamani, fanyeni mfike pale Shanzu Better Life. Tuko kwenye hiyo barabara ya Maitha hiyo, kwenye hiyo kona ya kwenda Bush. Shanzu Better Life, msingi bora na elimu bora. So Jimmy Talanta, sasa ukiachwa studio yani na beat kali usiku mzima yani ni kitu gani lazima uwe nacho yani ndio flow vizuri yani ndio uwe creative yani? Vibe. Vibe lazima uko na vibe, na pia kichwani usio na mambo moba yani, uko correct upstairs yani, hivyo tu yani, na sio kitu kingine. Sasa tukiangalia masuala ya muziki wa pwani yani kwa maoni yako yani unaona ni msanii gani ndo amebeba muziki wa pwani sasa yani nani ndo giant, coastal giant ya kama vile tuko na African giant, nani ndo amebeba muziki wa pwani sasa? Mimi naweza nikasema kiukweli yani ndani yani Kalamoto amebeba muziki wa pwani. Amefanya vizuri sana kuhakikisha watu wengine pia wanainuka. Unajua kubeba muziki wa pwani kitu kingine tofauti, sijui kama unaelewa vipi, lakini mimi kulingana na mimi naona amebeba kwa sababu kusupport pia wale ambao wanainuka yani. Ameshow love ya Kalamoto. Na kuna tetesi mtandaoni zinasema Kalamoto yani wadandia makamanda yani wakati wake uliisha, time yake iliisha, lakini bado anataka ajiregeshe kwenye game yani anatumia kama advantage ile wenzake. Wewe wanaje kuhusu swala? Mengi waongelewa bro, kila mtu aongea mambo yake, lakini ukweli unyoko hapo ni kwa amewasupport na pia mwenyewe ana jina. Kalamoto ako na jina. Kalamoto si msanii mdogo bro, ni legend, anaweza kutegemea watoto. Sema anawapatia support nini na vitu vingine kama vile hiyo tu. Hakuna mtu anasafia nyota mtu mwingine, kila mtu ana nyota yake bro. Kama vipi? Yeah. Na tukiangalia pia mambo na TikTok, mambo na yani social media siku hizi, wasanii wengi wana depend sana kuhusu hilo swala ambalo si ati ni swala baya, lakini sasa pia ukiangalia yani imechangia pia quality ya muziki imepungua. Maana mtu anaweza imba nyimbo kama maembe yani ngoma yenye haiwezi, lakini bado imekuwa yani imetrendi sana, iko na imesonga sana. Sasa yani unaonaje kuhusu hilo swala? Ni TikTok yasaidia ama yajenga muziki yani sana wa pwani? Haipunguzi quality TikTok. Shanaelewa. Chenye kiko ni kwani inatambulisha muziki kwa haraka na unafikia watu wengi kwa haraka na wakati unaofaa. Shanaelewa. Na chenye kiko pale ni yule msanii bidii yake ni iko vipi? Ukiwa kuna bidii wewe ya kupush kile kitu, hata kama hujakimba fresh utapata jina. Unaona? So chenye inafaa ni nini? Wewe msanii ambaye unatumia ule mtandao, ujue chenye mimi naenda kudeliver ni kitu ambacho kinasaidia vipi mashabiki zangu. Kama ni kizuri kinawasaidia, achilia. Kama ni kibaya na kinawasaidia, angalia venye wewe utadili nacho, nitegemea na content yako. Yeah.
Oh, sawa sawa. Alafu sasa pia tukiangalia bado kwenye mziki wa pwani, nasikia kuna wasanii wananunua streams, wananunua views. Je, ni kweli swala hili yani? Maana siku hizi views za panda kupanda, si kama kitambo yani. Yaani unaonaje kuhusu hilo swala? Watu wanasema kuna njia nyingi za kuwapanya. Kuna mwingine aliniambia hata unaweza kaamua kuchoma nyumba bora fanya afya vipi. Sasa inategemea na njia unaitumia. Yule amenunua views, amekuwa na jina kubwa, ni njia yake yenye ametumia. Kila mlemavu bana, Mungu mpa mwendo wake, shanaelewa. Lakini ni vitu vipo, ni vitu vipo. Watu wanafanya mambo yote tu kuangalia venye wata make it. So si eti kwamba naweza pinga hilo swala, ipo. Sasa alafu na juzi pia tumeona msanii kutoka Bongo Mario yani amekuja akapatiwa show yani na gavana wetu yani, hapo ndani ya Shanzu kulikuwa na kongamano fulani la kimataifa na Mario alipatiwa hiyo show, na pia after hapo yani wasanii wa pwani hawakupatiwa hiyo opportunity wale kwa nje. Yani wewe unaje kuhusu hilo swala? Ni msanii kutoka TZ huko, yalipiwa ndege, yalipiwa hoteli nini na bado wanatoka na mamita, wakati wasanii wa huku kwetu wanaachwa hivyo. Yani wewe unaje kuhusu hilo swala? Hilo swali linaumiza bro. It's a painful story. Na nisha kuzungumzia hiki times back Kita TV. Mtu anaweza toka huko nyametoka na kafika hapa na kwa kipaumbele. Sema tunafaa tuzingatie kujibrand sana sisi kama wasanii, yani kwa njia moja au nyingine yani. Branding ni kitu kizuri sana. Hata kama yule anafanya vibaya lakini brand yake iko sawa, hata kwa kipaumbele, maana mwenye anapeana ile kazi chenye yeye anataka ni kuwa yeye aweze pia kutambulika zaidi, na anatambulika kulingana na ile brand ya yule mtu mwenye amemweka pale. Inaweza kuwa anafanya vizuri sana lakini kama brand yako iko chini, akapewa kipaumbele yule ambaye anafanya vibaya. So mimi nakuta ni kulingana na vile ambavyo umejibrand, vile vile umejiweka, ndo tabebwa hivyo hivyo. Wewe ukijibeba kimangao ukijeka kimangao utabebwa kimangao, ukijiweka vizuri utabebwa vizuri. That's the thing bro. Yeah. Kwa hivyo wewe wasema kwa hili swala hakuna ubaguzi, ni bidii yako wewe mwenyewe yani? Yani bidii yako wewe kama msanii bro. Hiyo ni bidii yako, vile venye utajiweka na vile venye wewe mwenyewe utapambana, ndio watu wengine set kwamba haiwezi, inaweza. Shona hapa Coast kumetoka wasanii wenye hata sasa wanafanya vizuri Bongo na wanafanya vizuri hata upande wa Nairobi kule, wakina Masauti whatever. Sisi tumekuwa nao tu hapa bro, na ni wasanii wazuri tu sana, nishanaelewa, lakini ni branding. Kuna msanii ametoka hapa lakini hawezi akaperform kama hapa kwa sababu brand yake iko juu zaidi, anafanya mambo mengine mbele, na kuna msanii pia anatoka mbali kwa anakuja anafanya hapa hivyo, brand yake ndio imemleta hapa, nishanaelewa. That's the thing, branding. Sasa Jimmy Talanta, ungepatiwa opportunity ya kufanya collab yani na msanii yoyote worldwide, hata kama ni US, Kenya, wapi, Jamaica huko nini, ni msanii gani yani na ni kwa nini? Mimi naweza kufanya na msanii yoyote yule ambaye ako na malengo na ako na bidii bro. Shanaelewa, as long as you have the thing. Naweza kufanya na msanii yoyote tu, nisibagui yani. Nataka ile specific yani mwenye wasema nikipata opportunity yani sichezee yani. Mimi mwenye nikipewa yani ni mentor wangu yani, na nikipata hiyo opportunity sahihi ningesikia raha yani, tena raha ya kumfunika yani. King Kaka, shanaelewa, he is my mentor, naweza sema ni international artist to me, anafanya vizuri sana yani. Wewe naweza kufanya naye kazi yani, ningelipata hiyo chance Mungu akijalia. Tena ni chance ya kumfunika, si eti kwamba ni chance tu ya kufanya idea tu hivi, idea kubwa sana kwa zile love spoken. Kwa hivyo wasema King Kaka ni mentor wako? Yeah. Lakini pia kuna tetesi zinasema, watu wanasema yeye ndo PDD wa Kenya. Watu wanasema yani yeye yadhulumu wasanii wa kike. Sijui ati sijui kuna ile management yake ile. Wasanii wa kike wamekuwa kilalamika sana, wanasema ati no sex no beats. Wewe unaje kuhusu swala? Wanaona kama ni wana mahibia jina ama yani wanaje kuhusu swala? Ndio sema mtu wenye matunda ndio uproma bro. Shanaelewa, lazima utaongelewa mambo mengi yani, kama uko level fulani tu ile pale yani.
vile vitu siwezi sema kwa ni kweli ama ni uongo, kwa sababu kila mtu anajijua. Mimi bro, siwezi kutafsiri wewe zaidi ya wewe mwenyewe na Mungu wako, labda na mzazi wako ndo anaweza kuelewa. Ushanielewa? Sasa kile chenye mimi nitaongea kulingana na vile nasikia labda, ama physical appearance vitu kama vile, lakini deep inside you know what you are doing. Wewe ndo unajitambua vizuri, sasa mtu mwingine anaweza akakueleza zaidi ya wewe mwenyewe. Yeah. Safi kabisa. Sasa yani ukiangalia masuala ya muziki wa pwani, yani unaona ni kipi tuweza fanya ama nyinyi mweza fanya kama una muziki wa pwani, yani mpelekeo hii game to the next level, yani mko mnasikika even more and more, yani ni kitu gani yani mnafaa kufanya kama wasanii yani wa pwani? Kitu cha kwanza love. Unaelewa? Hata vitabu vya dini vinasema kwa upendo yani ndio umebeba zile sheria zote 10 ambazo Mungu aliziweka. Ukiwa na upendo huwezi muibia mwenzako, huwezi kumwongea mwenzako vibaya, huwezi chukua bibi yake, huwezi muoa, huwezi fanya nini. Yani ukiwa na upendo bro umekonka. Unaelewa? So we must show love, share love. Unaelewa? Kazi zetu sisi wa pwani, kama mtu fulani ametoa kazi yake, tuna show love, tuna support, tuna post, tunafanya vitu kama vile nini na nini, tunapendana. Lakini kuko na ile design ya kwa kila mmoja anajiona bora kuliko mwingine, design ya kwa yeye hawezi aka show love kwa mtu mwingine ambaye anainuka pale anaona kama yani atakuwa amejishusha sana. Unaelewa? Hatuna upendo, wengi sana wapendana. Ndio that's the thing, we should show love bro, love. Na ni msanii gani kutoka pwani mwenye ako underrated, yani hapatiwi ile attention yenye yafaa kupatiwa yani? Kama vile mimi nasema kuhusu huyu Tricks, kama wamesema kwa ningelipewa chance yani itumie, yeye pia ni msanii mzuri sana. Unaelewa? Yule jamaa ni mtu ambaye akiangaliwa fresh tu sana, ni kwa makini yani. Yule jamaa na level nzuri sana ya muziki, anafanya muziki anakiwa ameandika pen yake inamwaga pen sana. Unaelewa? Yule jamaa akiangaliwa tuko kwa makini. Kwa sababu bro. Yeah. Kwa wasema it's not about the numbers yani, ni pia message pia ni yenye msanii anafoka ama anamwagika yani. Yeah. Tukiongelea numbers, tukiongelea muziki. Manake tricky hana numbers ukikompea na leo wasanii wengine wa kilipi. Yeah. Tukiangalia numbers na tukiangalia muziki ni vitu viwili tofauti. Muziki bora hauhitaji numbers kama vile watu wanafikiria. Mtu anaona mimi nikiwa na numbers more basi mimi ndo msanii mzuri. Bongo. Mimi naweza kukokea star pale alafu ngutafutie upcoming ama ataacha msanii mwenye uko chini kabisa huko, tumweke pale kwenye stage ambaye najua episode uko vipi, akafunika ile star bro. It's not about numbers. Ndio maana kuna wakati nimepost kwa mtandao wangu, it's not about fame, it's about skills. Unaelewa? Ukitaka kufanya muziki pesa iingie fresh, kulingana na pesa tunaangalia numbers. Sawa, tukiangalia na muziki wenyewe vile vizuri ni it's not about na muziki mizuri iko na watu wana numbers. Yeah. Alafu sasa tukienda kwenye segment nyingine yani, nakuuliza swali alafu sasa unajibu kati ya hivyo vitu vile vyenye nakwambia uchague. Sawa? Sawa. Number 1. Kwa jamaa kuwakumbusha kwamba shule bora, shule amazing, shule ambayo ni fresh sasa ni Shanzu Better Life Secondary School. Cheki kuna offer baba Form 3 na grade 10. Alafu mwanangu ukifika pale admission bure, uniform bure, vitabu bure. Unajua nini ndo pesa? Fees peke yake. Sasa jamani, fanyeni mfike pale Shanzu Better Life. Tuko kwenye hiyo barabara ya Maitha hiyo, kwenye hiyo kona ya kwenda Bush. Shanzu Better Life, msingi bora na elimu bora. Mombasa nightlife ama Nairobi nightlife? Mombasa nightlife. Karibu mjini bro. Yaani Mombasa umalizi. Huku basi kila kitu full yani. Yeah. Shanzu mtu hapa. Shanzu ndo hood. Shanzu kila kitu shwari huku bana. Kumeweza yani. Mtu hapa kitambo lakini sasa Shanzu ni kusema. Yeah. POA ama BLG unit? BLG unit. Yeah. Na ni kwa nini BLG unit ya? Bila shangamo kuuliza kwa nini mtu hapa aje ama Shanzu. Lakini saa mimi nasema poa BLG vijana mimi nimepungua sana na kazi zao venye wanazifanya na nika fresh nini na nini. Sema pia anafanya vizuri sana lakini nasema pia wako vizuri kupush.
kupush na push vizuri, lakini nikija kwa mambo na waandishi, wewe kwangu bado hajaandika vile venye imenigusa, yani kajua yes amenijibu, lakini kwa kupush kazi anajua kupush yani. Lakini kwa waandishi mimi naweza sema BG fresh. Na tukimalizia Jimmy Talanta, yani ni kitu gani ama ni project gani yenye mafans wako wanafaa kutarajia yani kutoka kwako yani? Kuna project yenye inakuja next year, inaitwa Ujana Moshi, ni drill yani. Hiyo imeongelea zile tactics zenye nazitumia kwenye music yani, shaelewa, na kwenye hood pia yani, kuna vitu nimeviongelea pale. Kwa hivyo expect kitu kikubwa yani, hata mtu pia sione kama nimemtaja pale, achukulia ni mziki, maana ni idea kubwa yenye inakuja next year. Kuna idea hiyo Ujana Moshi nataka ni launch yani. Na mafans wanafaa ku expect any collabs yani, kuna yani collab yote yenye umepanga yani na msanii yote? Collab iko kwenye nimefanya na Jose, kuna yenye tumefanya na 42BG, nakuja hiyo imesharekodiwa, sema hiyo nitafanya kuiona tu hivi pop says kananio. Sasa hii labda chenye nitaongelea hii idea next inakuja Ujana Moshi, ndio yenye kidogo yani tutapata kionjo yani what's coming next. Lakini collab ziko yani zimejipanga hivi, na collab kama 6 ni sijaachilia hata moja yani, hizo ziko kwenye roho. Sasa hii nitafanya, kuna hiyo idea next yenye inakuja ni mimi kama mshirikisha producer wangu pia ambaye pia ni msanii na ni producer. Ni kazi nzuri, sema nimependa sana my producer, big love sana. Jose is the only king yani in Shanzu, na watu wengine pia fikeni muone talent zake za vidole vyake, yule jamaa yuko sawa nini. Na kuna idea bombabu inakuja yani, hiyo Ujana Moshi yani. Amenipigia chorus moja safi, nimeka verse zangu mbili pale wazi kabisa. Alafu sasa Jimmy T yani waweza kutupiga yani freestyle kiasi yani, ndio mafanzo wajue udogo si kitoto yani. When I take turn na cock gun ku change life ya mom, niki step up na shoot yani mission tafuti chapa, wana bow down ni hood gun, wanataka kuzua bala. Hii ni wrong turn, vichandano unapiko na lio ala, nisha take crown kwa war zone, kijeshi narusha mabom. I'm the first born in my town, sitaki ujinga na ndom. When I go around me streets so we pambana kusaka na form, and I'm so proud that my mom kanifunza kufight on my own. Life ni tight, lazima ufight, punguza kutight. Na hii ni gift nikute kwa site, uwezi nikache. Kabla nizame kwa beat, shabeba simiti mazege kumix. Kabla nijue kuspit chakula kibit, ni ngumu kugete. Mapigo kiboss, mikasa mikosi, woga sifosi. Ondoa wakuzi, kelele miluzi, watoto wa juzi. Lakini popochi nasaka manoti na sio upuzi. Uko vizuri mwanangu. Lakini yani umetaja gun, unapenda mabunduki sana. Oe, hakuna mapanga siku hizi za mazuna nini na nini. Tumeacha, ujue sasa tunaenda upande wako, lazima umejihami na trigger. Sasa tukimalizia, mashabiki wako wakitaka kusikiza mziki wako yani, ama wao wakitaka kuengage kwenye social media yani, wanaweza kupata vipi yani? YouTube tafuta j.talanta bracket spoken king, ama ukiandika tu j.talanta, huyo ni mimi, hakuna mwingine kabisa. Alafu ukienda Audiomack j.talanta, ingia TikTok spoken king 1, kunaongelea sana spoken words whatever. Audiomack j.talanta, na zile platform zingine media zile zinakuja nikiwa nafanya distribution, kazi zangu fresh, maana bado ndo tunaanza na mimi tunaenda mbali sana. Mtapata muziki yangu kwenye hizo media zote yani zenye mnafika. Lakini kwa sasa ndio hiyo YouTube j.talanta, spoken king, TikTok Audiomack j.talanta, Facebook Jimmy Talanta. Jimmy Talanta, thanks for coming manze. Karibu kuja chill na celeb. By the way, if you see anyone mwenye tunaminterview hapa, yeye ni celeb kwa kitaa chetu yani Shanzu, tunawakilisha Shanzu, tunasema make Shanzu a better place manze. I'm the boy Mr. Mpao manze. Unatazama Shanzu TV manze, so subscribe nigga manze, alafu peace.